Unapoambiwa kumkiri Kristo kama Bwana na Mwokozi wako saa hizi, jambo la muhimu sana. Kama umeshindwa kuokoka saa hizi, huko itakuwa ni ngumu sana. Ni kweli kwamba huko baadaye injili itahubiriwa, lakini tofauti na injili tunahubiri hivi sasa, kipindi kile kutakuwa na magumu mengi sana, misukosuko mingi sana. Ndio maana mpaka watu wengine wamefika mahali kwa ajili ya maelezo ya misukosuko ya magumu yale, wanadai kwamba kutakuwa hakuna namna yote ya kuepuka. Na watu wengine wamefika kufundisha kwamba baada ya kanisa kuondoka, Roho Mtakatifu hata kuwepo kazini. Ndugu zangu, jambo la kuelewa ni kwamba Roho Mtakatifu atakuwepo kazini, lakini wokovu utakuwa sio kama huu ulivyo rahisi kiasi hiki. Kama namba 666 itafanya kazi, kama nabii wa uongo atakuwa kazini, kama mpinga Kristo atakuwa kazini, nafikiri jambo rahisi. Lakini ukifuatilia mbele unakuta kwamba Roho Mtakatifu atakuwa na vipindi vingine ambavyo ana operate kwa kazi fulani, lakini anakuwepo. Tuchukulie mfano kipindi kile cha ukimya kinachotajwa, miaka 400 ya ukimya, miaka ile ambayo unabii haukuwa ukifanya kazi. Tunaona nabii wa kwanza akawa ni mtumishi wa Mungu Zakaria, baba yake na Yohana. Baada ya kipindi cha miaka 400 alitokea huyo Zakaria. Kwa hiyo kipindi kile cha ukimya, sio kwamba Roho Mtakatifu hakuwepo kazini. Ratiba yake Roho Mtakatifu iliendelea, lakini hakutoa nafasi ya watu kutabiri. Na baada ya kanisa kuondoka, habari ya wokovu utakuwa si lele mama kama hivi. Kwa hiyo watu wakisema kwamba injili haitahubiriwa, hatuwezi kufungulia mashtaka, ni kwa sababu pengine hawakufuatilia sana tu jambo hili. Lakini injili itahubiriwa kwa sababu tunaona hata kutakuwa na mizeituni miwili watakaokuja kuhubiri injili ya mwisho. Lakini sio hivyo tu, tumeona hapa kwamba hata watu 144,000 watahubiri injili ya mwisho. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu zangu, kumekuwepo mafundisho potovu kwamba watu wataokoka wengi kipindi cha dhiki kuu, na ya kwamba wachache wataokoka watakaojiokoa kwa damu zao. Fundisho hilo hudai kuwa kipindi cha neema kitakuwa kimepita, kama nilivyosema, na hivyo watu hawataweza kuokolewa na damu ya Yesu kama ilivyo sasa. Aidha, hudai kwamba neno la Mungu litakuwa adimu, hakutakuwepo na mahubiri kwa kuwa kanisa litakuwa limenyakuliwa. Umesikia jambo hili? Lakini Yohana anauona mkutano mkubwa usiohesabika ambao umetoka kwenye dhiki kuu. Umeona? Kama ni kweli kwamba watu hawataokoka, hapa Yohana anaona mkutano mkubwa wa kila kabila, taifa na lugha wametoka, ni wale waliotoka katika kipindi kile cha dhiki kuu. Kwa hiyo wameokoka katika kipindi cha dhiki kuu, wengi tu. Tena malaika wakasema, wamefua nguo zao na kuyafanya meupe mavazi yao, sio kwa damu zao wenyewe, bali katika damu ya mwana kondoo. Haleluya. Unaona jambo hili? Kumbe injili ile itakaowaokoa wale watu watakaokuwa wamekusanyika kila kabila, taifa na lugha, watakuwa wameokoka kwa damu ya mwana kondoo. Kwa hiyo pamoja na kwamba kanisa litaondoka, lakini bado wokovu utakaopatikana huko mbele kwa injili ya mwisho itakuwa ni kwa damu ile ile. Na hii ndio sababu wanaimba hivi, wokovu na Mungu wetu, wakimaanisha kuwa hakuna wokovu kwa mwingine awaye yote, na hivyo utukufu ni wa Mungu pekee kwa yeyote anayeokoka na kwenda mbinguni. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, tunatakiwa kuokoka sasa hivi, kwa sababu wokovu hivi sasa ni rahisi, lakini huko baadaye kuna misukosuko mingi. Lakini operation au huduma ya Roho Mtakatifu bado itaendelea. Hiyo ni ratiba. Kama mtu akiweza kujiokoa kwa damu yake mwenyewe, basi Kristo alikufa bure. Lakini pia mtu huyo atakuwa na sababu ya kujivunia kwa kuweza kujipeleka mwenyewe mbinguni, jambo ambalo si kweli. Kipindi cha neema hakiishi kanisa litakaponyakuliwa. Neema iokoayo itaendelea kuwepo mpaka mwisho wa dunia. Na kama tulivyoona hapo juu, injili itaendelea kuhubiriwa japo kwa kugharimu maisha ya watu. Umesikia? Injili itaendelea kuhubiriwa, lakini inayogharimu maisha ya watu. Hivi sasa injili inahubiriwa sasa hivi haigharimu maisha yetu na kwako. Ukimkiri Kristo kama Bwana na Mwokozi wako ni rahisi tu. Lakini hapa baada ya kanisa kuondoka,
gharama ya maisha yako itahusika. Itahusika kwa chukulia jambo rahisi tu kwamba hutauza, hutanunua, hutafanya kitu mpaka upigwe huo muhuri. Na wale watakaojitahidi mpaka wanakuja kuokoka kule, maana wamekataa ule muhuri. Sasa hawaendi hospitali, hawapeleki watoto shule, hawaendi benki, hawatibiwi hospitali, hawaendi sokoni. Ndugu zangu, huoni kama hiyo ni kwa gharama ya maisha ya mtu? Kule kuteswa wale watakaokolewa katika kipindi cha dhiki kuu hakuwaokoi. Narudia tena, nimeandika hivi: kule kuteswa wanakoteswa wale watakaokolewa katika kipindi cha dhiki kuu hakuwaokoi, wanakuwa wameshaokoka tayari. Na ni kwa sababu hiyo wanateswa. Watu watateswa, tutakuwa na mateso. Neema haimaanishi kutokuwepo kwa mateso, bali ule msingi ambao Mungu humwokoa mwanadamu kwa gharama ya mauti ya mwanawe Yesu bila anayeokolewa kustahili. Ina maana bado wokovu utakaopatikana hapo baadaye itakuwa ni kwa neema ile ile Bwana wetu Yesu Kristo. Hili kusanyiko la watu waliookoka limewekwa hapo sio kwa ajili yetu sisi tu, bali zaidi sana kwa ajili ya watu wa kipindi cha dhiki kuu, ili kuwatia moyo wajue kuwa wakistahimili hata mwisho watasimama mbele ya kiti cha enzi siku ya mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, bado itakuwa ni kazi ngumu, lakini watu watashinda. Kwa hiyo maandiko kama haya ni kwa ajili ya kuwatia moyo tu watu ili wasivunjike moyo. Ikumbuka kuwa hawa ni roho zilizoachana na mwili duniani na kwenda mbinguni, sio sehemu ya kanisa litakalonyakuliwa. Hawa watapokea miili ya utukufu na kufufuka mwisho wa kipindi cha dhiki kuu, atakapokuja Kristo kusimika utawala wake. Utawala wake unaitwa utawala wa theokrasi. Ndugu zangu, hapa maana yake ni kwamba upo utawala wa Bwana Yesu ambao utatokea hapo baadaye, kwa sababu tunajua heri na mtakatifu ni yule aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Ufufuo wa kwanza ni wakati wa kunyakuliwa kwa kanisa. Watakatifu watakapoondoka, basi wako watu ambao watabaki hapa duniani, lakini watakatifu wafanya nini? Wameondoka. Baada ya miaka ile 7 huko juu na huku chini, tabu ya Yakobo inaendelea. Miaka 7 ikiisha, tunaona katika Zakaria 14 pale 3, yeye Bwana atashuka na watakatifu wamepanda farasi weupe. Watakaposhuka pale mlima wa Mizeituni, Biblia inasema mlima utagawika, nao watatembea kuelekea mji wa Yerusalemu mpaka mahali pale kwenye hekalu la mfalme Sulemani, na pale ndipo patakuwa kituo cha mfalme wa wafalme ambaye atakuja kutawala miaka 1000. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu zangu, hawa watakaokuwa walibaki wakati kanisa linaondoka, lakini wakapambana mpaka wakafanikiwa kuokoka katika yale mateso, hao ndio watakaokutana na watakatifu waliotoka juu wakati wa millennium. Tutakuwa pamoja wapendwa, tutakuwa pamoja na wale waliookoka wakati wa kipindi cha dhiki kuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tuone Ufunuo wa Yohana sura 20 mstari wa 4. Biblia inasema, kisha nikaona viti vya enzi, wakaketi juu yake, nao wakapewa hukumu. Nami nikaona roho zao waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu na kwa ajili ya neno la Mungu, na hao wasiomsujudia yule mnyama wala sanamu yake, wala hawakuipokea ile chapa. Oh, haleluya! Hawakuipokea ile chapa katika vipaji vya nyuso zao wala katika mikono yao, nao wakiwa hai. Oh, wapendwa, hao wakatawala miaka 1000 pamoja na Yesu. Hao wafu waliosalia hawakuwa hai hata litimia ile miaka 1000. Bwana Yesu atusaidie sana. Ndugu zangu, hii ina maana kwamba baada ya kanisa kuondoka, wale watakatifu watakapobaki duniani, mapambano watakayofanya kwa msaada wa Kristo Yesu, kwa msaada wa damu ile, watapata mateso, lakini baadhi yao watafanikiwa kuokoka. Na watakapookoka wakiwa wamefariki, ufufuo wa pili watafufuka, nao watakuja kuungana pamoja na watakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nirudie maneno haya. Ufunuo wa Yohana sura 20 mstari wa 4. Kisha nikaona viti vya enzi, wakaketi juu yake, nao wakapewa hukumu. Nami nikaona roho zao waliokatwa vichwa. Umesikia? Kuna watu walikataa kupigwa mihuri ile ya namba 666. Wengine mpaka wakakubali kukatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu na kwa ajili ya neno la Mungu,
na hao wasiomsujudia yule mnyama wala sanamu yake, wala hawakuipokea ile chapa. Umesikia? Ile chapa namba 69. Hawakupokea ile chapa katika paji vya nyuso zao wala katika mikono yao, nao wakawa hai wakatawala miaka 1000. Hao wafu waliosalia hawakuwa hai hata itimie hiyo miaka 1000. Bwana Yesu atusaidie sana. Ndugu zangu, wale watakaookolewa katika kipindi kile cha dhiki kuu watatawala pamoja na watakatifu, lakini wale ambao watabaki hawakuokoka katika kipindi cha dhiki kuu, basi ufufuo wa mwisho ndio watakaofufuliwa kwa ajili ya hukumu. Wapendwa, somo letu linaishia hapa. Tutaendelea kujifunza. Masomo haya ni magumu. Ukiweza kuuliza maswali, ndugu yangu, utakuwa unapenda kujifunza na utakuwa mwanafunzi mzuri. Mungu akubariki sana.